ni siku nyingine tena, siku ya Alhamisi, tukiendelea na somo letu la nguvu ya mazungumzo. Basi kwa asubuhi hii nyingine tena ambayo Mungu ametupa zawadi hii ya uhai, tukiendelea kulitukuza jina lake, nasi hatuna budi basi kumshukuru yeye na kuomba toba, kwa sababu zipo nafasi, yapo maneno, zipo kazi ambazo tulizifanya, mambo ambayo tuliyafanya ambayo hayapo katika njia ya kumpendeza yeye. Basi asubuhi hii tena nyingine tumuombe Mungu atusamehe, lakini tukiendelea kumshukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai ambayo anaendelea kutupa sisi watoto wake. Nasi tuombe. Asante Bwana Yesu, tunakushukuru tukisema asante kwa ajili ya uaminifu, kwa ajili ya zawadi ya uhai ambayo Mungu unaendelea kutubariki. Asante kwa kuwa wewe umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tunakushukuru Mungu, lakini tukija mbele zako asubuhi hii tena tukiomba toba kwa ajili ya mambo yote ambayo Mungu tuliyafanya yapo kinyume na sheria zako. Ukatusamehe na kutusafisha, ili basi nasi tunapokuja mbele zako tuje na ukamilifu wa utakatifu kama uliotuagiza tuwe nao. Tunakushukuru hata kwa ajili ya wasaa huu tena Mungu, tunapoenda kujifunza neno lako siku hii nyingine tena, tunakuomba Roho Mtakatifu aweze kuwa nasi, ili katika yote yaliyokusudiwa kufika kwa watoto wako yakafike sawa sawa na upendavyo. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi niendelee kukukaribisha tena katika somo letu la nguvu ya mazungumzo, na leo tutajifunza kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ni ya 11 kuanzia na aya ya 6. Mwanzo sura ya 11 aya ya 6. Maandiko matakatifu yanasema, Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye andiko hili takatifu tunaona kuwa matokeo ya kazi kubwa ambayo walikuwa wakiyafanya hawa wanadamu katika nchi ile ya Babeli yalitegemea zaidi na nafasi ya mazungumzo, yalitegemea zaidi na nafasi ya kuongea kwao, katika kule kujadiliana kwao, katika kule kunena kwao, wakisemezana wao kwa wao, ndiyo ilileta chachu ya matokeo ya kujengwa kwa mnara ule. Hawa watu walikaa na kuanza kupanga nafasi ya kwanza zaidi, walianza kupanga kwa njia ya mazungumzo kabla ya kuanza kufanya kazi yoyote. Utagundua before hawajakuwa na kitu chochote, kabla hawajakuwa na matofali ya kuchoma, hawajakuwa na vifaa vingine ambavyo wangevitumia kwa ajili ya ujenzi, walianza kukaa na kuongea. Kwa nini walikaa na kuongea? Kwa nini walianza kuzungumza? Ni kwa sababu nafasi ya kufanya mazungumzo baina ya watu inaweza ikawa ni mzizi wa jambo fulani ambalo baadaye linaweza kutokea kwa matokeo makubwa. Kwa hiyo wao waliona sehemu ya kwanza ya kuanzia kama tukio la mipango katika kujenga mnara ule lilitakiwa lianze kwa kupitia mazungumzo. Na hii discussion waliifanya ambayo ilikuwa inatija. Hayakuwa mazungumzo ambayo yalikuwa hayana tija, mpendwa. Yalikuwa ni mazungumzo ambayo yalikuwa yana tija. Ni mipango kadhaa, huyu anayejua hiki anamwambia huyu, huyu anayejua hiki anamwambia huyu. Kwa hiyo katika hiyo discussion, katika hayo mazungumzo, ndiyo iliwapa nguvu na ubora ambao waliufikia hata wakaweza kuanza kujenga mnara ule. Sasa angalia, Mungu anagundua hiko kitu. Mungu alijua kabisa kwamba hawa watu nguvu yao haikuwa katika wingi waliokuwa nao. Hawa watu nguvu yao haikuwa katika msuli ambao walikuwa nao. Hawa watu nguvu yao haikuwa katika akili ambayo walikuwa nazo, bali aligundua kuwa hawa watu nguvu yao ilikuwa ipo katika maneno, in which ndio kitu ambacho hata yeye pia alikitumia katika kufanya structure ya ulimwengu huu, katika kuumba mbingu na nchi. Hata yeye alitumia njia ya maneno kabla ya kuwa na raw materials. Tunaona katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 mstari wa 3 unasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno. Maana yake ni kwamba Mungu hata mwenyewe wakati anafanya utaratibu wa kuumba mbingu na nchi, hakuwa na kitu chochote ambacho kilikuwa kikifanania na kitu ambacho sasa hivi kipo. Kwa hiyo katika akili yake
kulikuwa kuko empty, haoni picha yoyote ya mlima ambao angeutengeneza, haoni picha yoyote ya mti ambao labda angeuchipusha. Yaani katika akili yake kulikuwa hakuna kitu kabisa. The only thing ambayo aliitumia kufanya hivyo vitu ambavyo havikuwapo ni neno. Ni neno. Maana yake Mungu alitumia maneno kuumba hivi vitu vyote. Kwa hiyo akikaa mbinguni anawaona wanadamu wanatumia the same way ambayo yeye aliitumia katika kufanikisha project ya uumbaji wa mbingu na nchi. Kwa hiyo Mungu akagundua hawa watu nguvu yao ipo kwa sababu wameanza kwa kuzungumza, kwa sababu wameanza kwa kujadiliana. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya majadiliano. Zipo project, ipo miradi mikubwa katika nchi hii na watu wakubwa ambao wanaiendesha. Haikuwa kuanzia katika msingi wa kifedha, ni mawazo ambayo yalikuwa katika akili, baada ya hapo yakapita katika kinywa, yakatengeneza hiyo structure ya hiyo biashara, mpaka watu wakawekeza rasilimali vitu. Kwa hiyo before ya hayo yote ilianza rasilimali neno. Kuna msemo unasema big men run their big things with big words. Yaani watu wakubwa wanaendesha vitu vyao vikubwa kwa maneno makubwa. Ina maana kwa kupitia maneno, what do you speak? Unazungumza kitu gani kuhusiana na hiyo afya yako? Unazungumza kitu gani kuhusiana na hiyo biashara yako? Hapo kwenye maneno ndio kuna chipuo la matokeo chanya katika hicho ambacho unakitazamia. Kwa hiyo Mungu katika kitabu hiki anasema, Mungu anazungumza, anasema tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. So alianza kupick ni nini kinachowapa nguvu hawa watu. Anasema lugha yao ni moja. Ina maana kama hawa watu wana lugha iliyo moja, tafsiri rahisi ni kwamba mawasiliano baina yao yatakuwa ni rahisi. Kwa hiyo mazungumzo kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu B yatakuwa ni rahisi. Kwa hiyo tayari ameshagundua kwamba ni kwa sababu wanatumia lugha moja. Anaendelea kusema, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Angalia, kuna hii trick word ambayo imekaa hapa. Sijui kama watumishi wa Mungu tunaiona. Hili neno linasema hivi, hawatazuiliwa neno waliloanza kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawatazuiliwa neno, sio hawatazuiliwa kazi, sio hawatazuiliwa kitu walichoanza kukifanya, ni hawatazuiliwa neno. Kwa nini ni neno? Ni kwa sababu neno ndiyo ilikuwa mzizi na chanzo cha kufanikiwa katika kujenga mnara ule. Kwa hiyo Mungu aliona strength ya hawa watu ipo katika vinywa vyao. Strength ya hawa watu ipo kwa sababu wanazungumza, kwa sababu wanadiscuss. Anayejua hiki anamwambia huyu asiyejua hiki, nao wanakaa kwa pamoja wakifanya kitu. Kwa hiyo Mungu anagundua kwamba strength ya hawa watu ipo katika neno, na ndio maana anasema sasa hawatazuiliwa neno. Tukiendelea kuangalia, tukiendelea kuwawacha hawa watu watafanya vitu vikubwa ambavyo pengine sisi hatutakiwi kuviruhusu hivi vitu vikaendelea. Mstari wa 7 unasema, haya na tushuke huko. Huyu ni Mungu ananena. Na tushuke huko tuwachafulie usemi wao. Tuwachafulie usemi wao. Kwa hiyo sehemu ambayo Mungu alienda kuipiga pini haikuwa kwenye nguvu zao za misuli, wala haikuwa kwenye mifuko yao, labda tuseme ni fedha walizokuwa nazo. Sehemu aliyoenda kuipiga loki ilikuwa ni sehemu ya vinywa vyao. Alienda kuwazuia wasiseme. Mtu wa Mungu, kama hauna kitu kwenye bank account, lakini una kitu hapa ambacho kinaweza kikapita katika kinywa chako, wewe ni tajiri. Kama hauna kitu katika mfuko, lakini una kitu ambacho kinaweza kikapita kwenye mdomo wako, wewe unaweza kufanikiwa. Sehemu ya wewe kuweza kupita katika changamoto zako ni sehemu ndogo, sehemu ya kinywa. Ni sehemu ya kinywa. Kama ukaweza kumudu vizuri kinywa chako, kama ukaweza kumudu vizuri maneno unayotamka, na ninakuambia katika jina la Yesu Kristo ya kwamba unaweza kutenda vitu vikubwa na vya ajabu. Kama Mungu aliweza kujua uwezo na ubora wa hawa watu, upo katika nafasi yao ya kusema, upo katika nafasi yao ya kunena. Utagundua katika kitabu kile
cha Ayubu sura 22 mstari wa 28 unasema hivi, maandiko yanasema hivi, nawe utakusudia neno nalo litathibitika. Utakusudia neno nalo litathibitika. Sasa ukisoma katika hiki kitabu cha Mwanzo sura hii ya 6, maandiko yanasema Mwanzo sura hii ya 11 mstari wa 6 unasema hivi, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Ina maana kuna kusudi lilianza. Sasa hapa nitakufundisha kitu cha muhimu sana. Katika uwezo wako wa kuzungumza, katika uwezo wako wa kutamka, katika uwezo wako wa kusema, ni lazima pawepo na kitu kinachoitwa kusudi. So before you speak, hakikisha hilo neno unalolitoa lina kusudi lake. Maana yake usije ukasema kitu ambacho haukijui hata ni kwa nini umekitamka. Usije ukasema kitu ambacho haukijui hata ulikuwa unataka uende sehemu gani, uende wapi. Pointi ya wewe kuzungumza hiko ni nini? That's why nilikufundisha kwamba miongoni mwa madaraja ya kuyazingatia wakati wa kuzungumza ni pamoja na kujua ni kitu gani cha kukizungumza. Kusudi ndio linaanguka hapo. Hawa watu walikuwa na kusudi ambalo hilo kusudi lilipita katika neno. Hilo kusudi lilipita katika maneno. Na ndio maana Ayubu sura hii ya 22 mstari wa 28 unasema, nawe utakusudia neno nalo litathibitika. Kwa hiyo ili neno litokee, ili matokeo yapatikane kupitia maneno yaliyotamkwa, ni lazima kuwe na kusudi. Ukielewa hiyo kanuni, tayari umeshaelewa maisha ya Mkristo yanatakiwa yawe vipi. Tayari umeshaelewa maisha ya kidunia yanatakiwa yawe vipi. Ni lazima tujifunze kuzungumza maneno ambayo yana makusudio yake. Usikubali uangushe maneno halafu haujakusudia. Chochote unachokitamka kiwe kimetoka katika kusudi ulilolifikiria. Chochote unachokitamka kiwe kimetoka katika kusudi ambalo umelifikiria. Na kusudi maana yake ni ufahamu. Yaani huu unakuwa ni ufahamu ambao unatokana na imani juu ya jambo ambalo linaenda kutendeka. Kwa hiyo lile neno ambalo unalitamka, labda unasumbuliwa na magonjwa, labda unasumbuliwa na hali fulani ya kiuchumi, before you speak anything, hakikisha hiko kitu umekiekea kusudi lake, ili katika kutokea kwa matokeo hayo yawe tayari yameambatana na ile imani iliyoshikamanishwa kwenye lile kusudi ulilokuwa nalo. Kwa hiyo ni lazima, kwa sababu tayari maandiko yametuonyesha hawatazuiliwa neno walilokusudia. Ina maana hawa watu mipango yao yote walioipanga tayari ilikuwa inaishi katika makusudi fulani, tayari inakuwa inaishi katika kusudi fulani. Ili matokeo, nimesema hiki kitu, ili neno liwe na matokeo, ni lazima liegemee zaidi kwenye kusudi. Ni lazima liegemee zaidi kwenye kusudi. Kwa hiyo hiyo kusudi ndio hiyo awareness. Ni kipi ambacho unataka kifanyike? Kwa hiyo kabla haujasema kitu, ni lazima hiko kitu kiwe kwenye kusudi fulani. Usikubali mpendwa katika Kristo kusema vitu ambavyo hata wewe hautambui, hata wewe haujui kwamba ni kwa nini hivyo vitu umevisema. Unaweza ukaingia katika mtego ambao haukuwahi kuwaza unaweza ukaingia, kwa sababu tu ulisema maneno bila kuyafikiria. Kwa sababu tu ulisema maneno bila kuyatambua yanakuwa yana maana gani hata ukayatamka yale. Katika kitabu kile cha Waebrania andiko lile linalosema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno. Ulimwengu uliumbwa kwa neno. Kwa imani twafahamu. Ufahamu ambao unaongelewa hapa kupitia ile imani ambayo tuko nao ni kusudi. Ina maana ule ufahamu ndio ule kujua kwamba hiki kitu kilitokana na jambo fulani. Mungu akusaidie wewe mpendwa katika Kristo Yesu, katika ushirika huu uwe na uwezo wa kutambua ni kitu gani unakisema, lakini hicho ambacho unakizungumza kiwe na kusudi maalum. Usikubali kuzungumza kama hujajua ni nini unakusudia kukizungumza, wala usikubali kukaa kimya kama hujajua ni nini unakusudia kukaa kimya nacho. Kwa hiyo chochote unachokifanya, lolote unalolitamka, ni lazima lilale katika kusudi maalum. Ni lazima lilale katika kusudi maalum. Kwa hiyo kwenye project hii ya hawa wanadamu waliokuwa wanataka wajenge ule mnara, Mungu aliona nguvu yao ilikuwa ipo katika namna ya usemi. Kama sio uwezo wao wa kufanya discussion, kama sio uwezo wao wa kukaa kuzungumza,
wasingeweza kufanya shughuli ile ambayo ilikuwa ni kubwa kwa wakati ule, lakini kwa sababu waliweza kukutana, waliweza kukaa na kuzungumza, kutokea hapo mipango ikatengenezwa, structure ya ile project waliokuwa wanaitaka ikaumbwa, basi na ndio maana walikuwa na nguvu katika kuyaendesha yale mambo yao. Unaweza ukafikiria kitu, hata kwa nini wakati wa kuomba labda tunapokuwa tunaomba kazi, unaweza ukakuta umepeleka CV zako labda physical documents ama umezirusha electronic kwa kupitia emails au whatever, lakini baada ya pale unafika wakati mtatakiwa ukae, wewe ambaye tayari ulishatuma qualification zako, labda una pass mark ni A grade average nzuri kabisa, lakini still bado watakuhitaji ukae wao na wewe ili muanze kuzungumza. Katika kuzungumza huku kunatengenezeka kitu kinaitwa confidence. Ina maana unapozungumza na mtu unagundua kama huyu mtu ana uwezo wa kujiamini au hana uwezo wa kujiamini. Makaratasi peke yake hayatoshi kushawishi watu kukuweka katika ofisi fulani. Makaratasi peke yake hayatawatosha watu kukuweka katika kampuni fulani, bali watakuhitaji wakae na wewe, mfanye discussion, oral interview. Ni lazima mkae mzungumze, wakusikie ni kwa namna gani unazungumza, ni kwa namna gani unajibu maswali, ni kwa namna gani unauliza maswali, kwa sababu kupitia kuzungumza kuna nguvu kubwa. Kwa hiyo Mungu asubuhi hii ya leo atupe ufahamu, atupe uelewa na nguvu ya kuweza kuambatanisha maneno yetu na makusudi maalum ambayo sisi wenyewe kama wanadamu tunayahitaji. Kwa hiyo tutapita katika maombi kwa nafasi hii kwa muda huu mchache, ili basi tumshukuru Mungu, lakini tukimsisitiza zaidi atupe uwezo wa kujua makusudi yale ambayo tunaweza tukayaambatanisha katika maneno yetu. Nasi tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya muda huu. Asante kwa ajili ya neno lako hili asubuhi hii njema. Tunakushukuru Bwana kwa sababu wewe umekuwa mwaminifu. Neno lako limepita katika mioyo yetu, limepita katika nafsi zetu, likituweka vema katika uimara wa kutamka, likituweka vema katika imara wa kunena, likituweka vema katika uimara wa kuzungumza. Asante Bwana Yesu, tunakuomba Mungu uendelee kuachilia makusudi, fahamu ya kusudi katika akili zetu itawale, ili katika maneno yote tunayoyasema, katika maombi yote tunayoyaleta mbele zako, yawe na kusudi maalum, yakaweze kupata kibali. Katika jina lako Mungu wetu tumekuomba tukiamini, amen. Basi nikushukuru sana na niendelee kukukaribisha, lakini nasema asante zaidi hata kwa wewe ambaye unaendelea kuchangia sadaka katika somo letu, katika kipindi chetu hiki. Basi tuombe kwa ufupi kwa ajili ya wewe. Mungu akubariki. Asante Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao Mungu anaendelea kukutolea matoleo yao. Asante kwa sababu wewe kutokea hayo Mungu utaenda kuwabariki. Kuanzia kwenye hayo Mungu utaenda kuachilia neema na baraka tele katika maisha yao. Usiwaache katika kila mmoja aliyeguswa kwa nafasi yake akakutolea Mungu sadaka na dhabihu hizi. Tunakuomba Bwana yakanene mema mbele zako, yanapofika Mungu akapate yote katika haja na maombi yao wanayoleta mbele zako, kwa kustahili kwako Yesu Kristo mpendwa Bwana wetu, amen. Nikushukuru sana na Mungu akubariki sana katika siku hii njema asubuhi ya leo. Asante sana.